Bwana, mambo vipi mdau wangu wa nguvu kutoka hapa 255 ndani ya nchi ya Tanzania. Ni Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Bwana, leo tuko na taarifa kutokea kule nchini DRC Congo, ambapo taarifa zimeweza kuthibitisha kwamba watu takriban 32 wamepoteza maisha baada ya mgodi wa cobalt kuporomoka huko nchini Congo DRC, unaweza kuita hivyo. Taarifa kamili zimeweza kuthibitisha kwamba watu takriban 32 wamepoteza maisha baada ya mgodi wa cobalt kuporomoka katika eneo la uchimbaji madini la Kalando katika machimbo ya Mulondo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ajali hiyo ilitokea baada ya milio ya risasi inayodaiwa kuzuka kutoka kwa wafanyakazi wa usalama waliokuwa wakilinda eneo hilo na kusababisha wachimbaji kutumbukia kwenye mgodi wa wazi. Akizungumzia tukio hilo siku ya Jumapili, waziri wa mambo ya ndani wa mkoa wa Lualaba Loi Kaumba Mayonde alisema licha ya marufuku rasmi ya kuingia kwenye eneo hilo kutokana na mvua kubwa na hatari ya maporomoko ya ardhi, wachimbaji haramu walilazimisha kuingia kwenye machimbo hayo. Aliongeza kuwa kuvuka kwa haraka kwa wachimbaji kulisababisha kuanguka kwa daraja moja la muda ambalo walikuwa wamejenga ili kuvuka mtaro uliofurika. Lakini hata hivyo, mamlaka zinasema hadi sasa miili 32 imepatikana, huku shughuli za utafutaji na uokoaji zikiweza kuendelea. Picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha miili ya wachimbaji iliyopatikana katika eneo la tukio, huku wenyeji wakitazama kwa mshangao. Mamlaka katika taarifa yao wamewasihi wachimbaji wadogo kuchukua fursa ya serikali ya mafunzo mbadala katika biashara ya kilimo ili kuepuka kujirudia kwa misiba kama hiyo wanapojihusisha na shughuli haramu za uchimbaji madini. Ajali za uchimbaji madini si jambo geni nchini DRC Congo, ambapo inakadiriwa kuwa watu milioni 1.5 hadi milioni 2 hufanya kazi katika migodi ya madini isiyodhibitiwa ambayo inakidhi mahitaji ya kimataifa ya shaba, cobalt na madini mengine. Yes, na mwana habari hizi zilikuwa ni taarifa za kimataifa kutokea kule nchini DRC Congo bwana, ambapo taarifa za kusikitisha hizo zikiweza kutokea huko, mgodi wa cobalt ambao umeporomoka na kuweza kuondoka na roho za watu takriban 32, huku serikali hiyo ikitoa taarifa kile ambacho kimeweza kutokea na kutoa tahadhari ama uangalizi kutokana na kile ambacho kimeweza kujiri na kutokea huko. Sina la ziada kutokea hapa, nilikuletea taarifa hizi. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutokea hapa sina la ziada, mpaka wakati mwingine, bye bye.